Siku hizi nikiliangalia kanisa, nikawaangalia watoto wetu, ninasikia kulia, kwa sababu watoto wetu kile ambacho wanakiona kwenye makanisa yetu, ninajiuliza baada ya miaka 50 ijayo, miaka 30 ijayo, tutakuwa na kanisa la namna gani? Tutakuwa na kanisa la namna gani? Kama kwenye makanisa imefika mahali hatusikii, yani kwa mfano ujazo wa Roho Mtakatifu kushuka wakati wa ibada, mpaka na watoto wakajazwa Roho Mtakatifu, hayo mambo yamekuwa historia. Nataka niwaambie, tuliookoka miaka ya 80 na miaka ya 90, wakati huo kulikuwa na nyakati ambapo ibada ikianza, Roho Mtakatifu anashuka mpaka watoto wadogo wanajazwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Watoto wadogo. Wale waliookoka miaka hiyo, mliokoka 2000 kuja huku, mambo yalikuwa yameshaharibika. Kama hamna habari, mimi nalifahamu hili kanisa karibia miaka 40 sasa. Karibia miaka 40, nimeokoka 87. Ilikuwa ni nyakati ambazo unaingia kanisani namna hii. Ukisikia historia ya aliyeanzisha kanisa la Assemblies kule Mbeya, Igale, ilifika mahali watu wakatengeneza mlango mwingine na njia nyingine ya kupita kuingia kanisani, kwa sababu ulikuwa ukichelewa kuingia kanisani, ukakuta yule mchungaji ameshapita kwenye ile njia akaingia kanisani. Kama maisha yako hayako sawa, unadondoka pale pale. Kuna nguvu inakuteka, nguvu ya Mungu inakuteka. Watu wakaona isiwe tabu, wakatengeneza mlango mwingine ili wao wanaingilia. Hiyo nguvu leo iko wapi kwenye makanisa yetu?